Karibu tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa DRC News TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani. Wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti. Tunasema ni karibu tena kwa taarifa ya habari zetu za siku ya leo. Leo ni Ijumaa tarehe 12 mwezi Disemba ama mwezi wa 12 mwaka 2025. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa updates zetu ya jioni ya leo, tukitizama jinsi hali ya usalama iliweza kushinda siku ya leo sehemu nyingi tofauti mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi hila waasi wa M23 na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya nchi hiyo. Na hilo ni jeshi la Kongo ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hila waasi wa M23 ambalo pia kwa upande mwingine laendelea kuungwa mkono na kundi la Twirwaneho ambao napatikana sana sana kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Na bila kuponda muda nataka moja kwa moja tuingie kwa updates zetu ya jioni ya leo, tukitizama jinsi hali ilivyo kwa sasa sehemu nyingi tofauti. Pale ambapo siku ya leo kumeripotiwa mapigano makali sana sehemu nyingi tofauti. Nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu mjini Baraka, tukuje kuelekea kwenye milima mirefu ya eneo la Mwenga, nafikiria Mikenge, sehemu ambayo imejulikana kama Mikenge. Pale ambapo siku ya leo Sukhoi 25 iliweza kuonekana kwenye anga la Mikenge ikirusha mabomu na makombora kwa wingi sana, jambo ambalo liweza kuleta wasiwasi na woga mwingi miongoni mwa raia wakaazi wa sehemu hizo. Lakini kabla tuelekee huko, nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu mjini Baraka, tukuje kuelekea Mikenge, tuelekee mjini Uvira na tukuje kumalizia habari zetu mjini Kalemi. Hapo ni katika mkoa wa Tanganyika, pale ambapo mambo pia imeanza kuchemka na kuwa mbaya zaidi. Siku ya leo kumeripotiwa mlio wa marisasi mengi sana kwenye gereza ambayo inapatikana katikati mwa mji wa Kalemi, jambo ambalo liweza kuibua mambo mengi sana. Lakini kabla tuelekee huko, nataka moja kwa moja tuanzie update zetu za jioni ya leo mjini Baraka, mji ambao unapatikana kilomita chache tu na mji wa Uvira. Hapo ni katika eneo la Fizi, pale ambapo wazalendo wengi pamoja na jeshi la Kongo waliweza kuelekea baada ya kutoka mjini Uvira wakikimbia operesheni kubwa ambayo ilikuwa imeletwa na kundi hilo wapiganaji wa M23, jambo ambalo liweza kusababisha jeshi la Kongo pamoja na wazalendo na wanajeshi waliotoka nchini Burundi kuacha mji wa Uvira na kuelekea sehemu nyingi tofauti, lakini wengi wao sana waliweza kuelekea mjini Baraka. Nataka moja kwa moja tusome habari hizi ambazo ziliweza kuandikwa na ndugu ambaye amejulikana kwa jina la Steve Wembi, akijaribu kuelezea hali jinsi ilivyo kwa sasa mjini Baraka. Alisema hivi kwa lugha ya Kifaransa: Comme ils ont fait dans Uvira, les FARDC et les Wazalendo se sont affrontés à Baraka dans le quartier Monge. Le wazalendo veulent désarmer le FARDC. Mtazamaji wa msikilizaji, haya ni maneno ambayo yaliweza kufanyika siku ya leo masaa za mchana ikielekea saa 6 saa 7, pale ambapo kumesikika mlio wa marisasi mengi sana, hasira kubwa na ndogo. Kisa na maana ya marisasi hayo inasemekana kuwa wazalendo walianza kupiga marisasi jeshi la Kongo wakidai kuwa wanafaa kwa désarmer ama kuwanyang'anya silaha, wakaa hivyo bila bunduki yoyote ama silaha yoyote. Jeshi la Kongo sasa, jeshi la taifa, wazalendo walikuwa wanataka kuwanyang'anya silaha wakidai kuwa hakuna chochote wanakifanya isipokuwa kuwauza na kupeana miji mingi tofauti ambao kundi hilo wapiganaji wa M23 waliendelea kuikamata kwanza walipoanza operesheni hizi wakiwa mkoa wa Kivu Kaskazini na hadi wakati ambapo waliweza kuingia mkoa wa Kivu Kusini. Sasa wazalendo kwa wingi waendelea kushtaki serikali ya Kongo kuwa wanajeshi wa Kongo wao ni tretre ama ni wasaliti.
Wao ndio wanaweza kuzungumza na wapiganaji kutoka chama cha M23 na kuanza moja kwa moja kuwakubalia kukula pesa ili waweze kuacha nafasi ambazo zilikuwa mikononi mwao, waweze kuziacha mikononi mwa wapiganaji hawa wa M23 baada ya kukula pesa hiyo. Hizo ni madai ambazo wazalendo wanaendelea kuzitoa huku na kule, wakidai kuwa viongozi wakuu wa jeshi la Kongo ndio wanaendelea kusababisha kushindwa kote ambapo kunaendelea. Sasa ndugu huyu ameandika akasema kuwa kama jinsi waliweza kufanya mjini Uvira wakiendelea kupigana kila siku na wazalendo pamoja na FRDC, vivyo hivyo wanaendelea even wakiwa mjini Baraka. Siku ya leo sasa kumepatikana ama kumesikika mlio wa marisasi mengi, ikidaiwa sasa kuwa ni wazalendo ambao walikuwa wanataka kufanya kazi hiyo. Tunapoendelea na habari zetu, ndugu mtazamaji na msikilizaji, nataka moja kwa moja tuelekee kwenye milima mirefu ya Fizi na Mwenga, sehemu ambayo imejulikana kama Mikenge. Hapo ni karibu na mji wa Minembwe, ni kabisa nafikiria ni nord ya mji wa Minembwe, kama sio side ni nord, nafikiria kwa wale wanajua watatusaidia. Hapo ni magharibi mwa mji wa Minembwe, kaskazini ama mashariki mwa mji wa Minembwe. Sasa inasemekana kuwa siku ya leo masaa za asubuhi kielekea mchana, ndege aina Sukhoi 25 iliweza kuonekana kwenye anga la Minembwe na kusababisha mambo mengi tofauti, pale ambapo ndege hiyo ilianza kurusha mabomu na makombora mengi sana pale ambapo ni karibu na sehemu ambapo raia wanaishi. Habari ambazo tumezipata kupitia channel nyingi tofauti ama kuta nyingi za Twitter, inasemekana kuwa ndege hiyo iliweza kuonekana ikirusha mabomu mengi ambayo yalikuwa yanatikisa hata milima. Hata ukijaribu kusoma kwenye ukuta wa Twitter wa chama hiki cha MRDP, Twirwaneho wamesema hivi: Le gouvernement de la RDC du Burundi vient de bombarder à nouveau le village de Banyamulenge à Minembwe, entre parenthèses Mikenge, avec des drones. Ni mtazamaji wa msikilizaji, habari ambazo tumezipata kutoka kwenye milima mirefu ya Minembwe inasemekana kuwa zilipokuwa masaa za usiku wa hapo jana ikiamkia leo, drone ziliweza kuonekana kwenye anga la Minembwe zikiwa zinamulika mataa mengi sana. Sasa ilipofika masaa za asubuhi kielekea mchana, Sukhoi 25 pia iliweza kuonekana Mikenge na iliweza kubombarde. Hatujajua bila ya vitu ambavyo maybe vilikuwa vimeharibiwa ama kama ni watu ama vitu ambavyo viliweza kuharibiwa na bombardement hiyo. Tunaendelea kufuatilia habari hizo, takuja kuwaletea ukweli wa habari hizo baada ya kujua kila kitu. Tunapoendelea na habari zetu, ndugu mtazamaji na msikilizaji, baada ya mji wa Uvira kuingia mikononi mwa chama hiki cha M23 bar AFC, sasa kazi zao zimekwisha kuanza. Siku ya leo wameanza kufanya mikutano mingi tofauti, wakianza hata na kuwateua viongozi wale wanakwenda kuongoza mji wa Uvira, ikiwemo yule ambaye ameteuliwa kuwa meya wa mji wa Uvira. Tutakuja kumtangaza hivi karibuni kwa video yetu ambayo itafuata, lakini habari tumepata ni kuwa wameanza kuweka baadhi ya viongozi ambao wataanza kuongoza sasa mji wa Uvira. Lakini pia wameendelea na operesheni za kutafuta wazalendo wengi tofauti ambao wanadaiwa kuwa wamejificha kwenye manyumba nyingi tofauti, wakijaribu kutumia vijana wengine ambao wanapatikana hapo ili kuonyesha sehemu zote ambapo wazalendo walikuwa wanakaa manyumba zao, ili wakaende kutafuta wale ambao wamejificha katikati mwa mji wa Uvira kwenye manyumba zao. Tunapoendelea na habari zetu, ni mtazamaji wa msikilizaji, Panique générale à Kalemi. Panique générale à Kalemi sature la prison centrale de Kalemi. Mambo ni moto bila moshi. Siku ya leo kumeshinda woga mwingi sana kwenye gereza kuu ya mji wa Kalemi. Hapa ni katika mkoa wa Tanganyika, pale ambapo kumesikika mlio wa marisasi mengi zikiwa masaa za saa 4 ikielekea saa 5 siku ya leo. Kumesikika mlio wa marisasi mengi sana. Plusieurs coups de feu ont été entendus et les prisonniers ont commencé à jeter des pierres sur les toits de la prison et ils ont fini par brûler la prison. Mtazamaji wa msikilizaji, baada ya mlio wa marisasi mengi hayo, sasa wale ambao ni wafungwa walianza kurusha mawe kwenye
walianza kurusha mawe kwenye prison ama kwenye gereza hiyo, jambo ambalo liweza kusababisha sasa waanze kutoka nje na kuchoma gereza hilo. Kisa na maana ya mlio wa marisasi hayo na vurugu hizo zote ambazo ziliweza kutokea siku ya leo katika mji huu wa Kalemi haijajulikana. Tunaendelea kufuatilia habari hizo tujue ni nini ambayo ilikuwa nyuma ya marisasi haya baada ya mji wa Uvira kukamatwa. Kumbuka kuwa mji wa Uvira na mji wa Kalemi ni ziwa Tanganyika ambayo inagawanyisha miji hii miwili. Mji wa Uvira ukielekea Kalemi ni kupitia maji tu unavuka ukiingia kwenye mji huo. Sasa wengine wanasema kuwa sasa hii ni panika ambayo imeanza kuingia, wakihofia kuwa M23 inakwenda kuelekea katikati mwa mji huo, lakini kisa na maana ya kweli ya marisasi hayo haijajulikana. Les États-Unis pointent directement la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la RDC et promettent d'agir. Nous utiliserons tout outil à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actes, disent les USA qui demandent au Rwanda. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis accusent ouvertement le Rwanda de violer l'accord de paix de Washington. Les États-Unis sont déçus au vu de la reprise de violence dans l'est de la RDC depuis 2021. Le Rwanda contrôle son intermédiaire, l'M23 et l'Alliance Fleuve Congo, a déclaré le représentant des États-Unis à l'ONU. Ndugu mtazamaji wa msikilizaji, hapa ni katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo liweza kufanyika siku ya leo, pale ambapo kuliweza kufanyika mambo mengi sana. Kwa upande mmoja inasemekana kuwa nchi ya Marekani iliweza kuishtaki ama kuishtumu nchi ya Rwanda kuwa iko nyuma tena ya mambo yote ambayo yanaendelea kwa sasa, wakijificha chini ya mwavuli wa M23. Kumbuka kuwa hili ni shtaka ambalo lilikuwa likiletwa kwa mara nyingi na serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi zingine nyingi tofauti, ikiwemo moja wa nchi za Ulaya, nchi ya Marekani pamoja na nchi zingine nyingi tofauti. Huyu ni ndugu ambaye ameandika kulingana na utafiti wake, akasema kuwa l'erreur la plus grave du Burundi est d'importer le conflit. Huyu ni Steve Wemba akisema kuwa kosa kubwa ambalo nchi ya Burundi iliweza kuifanya ni kwenda kuleta vita kutoka mbali pale ilikuwa na kuileta kwao. Le président du Burundi, Général Neva, est allé chercher la guerre dans le Nord Kivu, l'amena jusqu'à la porte de Bujumbura. Toutefois, il incombera au président du Burundi d'ouvrir les frontières entre la RDC et le Burundi. Et les collaborateurs et de collaborer dorénavant avec les autorités de l'Alliance Fleuve Congo /M23. La première coopération portera sur le rapatriement des soldats burundais qui sont des prisonniers de guerre. Et la seconde concernera une collaboration tripartite HCR, Burundi et Alliance Fleuve Congo /M23 visant à faciliter le retour des réfugiés congolais vers leur pays. Mtazamaji msikilizaji, sasa huyu ni utafiti ambao aliweza kufanya akisema kuwa nchi ya Burundi iliweza kufanya makosa mengi sana, akidai kuwa rais wa nchi ya Burundi alienda kutoa vita pale ambapo ilikuwa mkoa wa Kivu Kaskazini na kuleta kwenye malango ya mji wa Bujumbura, jambo ambalo litakuja kumgharimu nguvu nyingi sana ili aweze kujiondoa kwenye maisha hiyo ambayo aliweza kujiletea.
Sasa nadai kuwa itabidi wafungue sasa mazungumzo kati ya pande zote mbili, wakidai mambo mengi tofauti ikiwemo sasa wale ambao ni wafungwa ama ambao wamekamatwa na M23 wanajeshi wa Burundi, itabidi wafanye mazungumzo ama negotiation ili waweze kuachiliwa. Lakini pia kuna wale wakimbizi wengi tofauti wako Kongo, wengine wako Burundi, ambao itabidi pia United Nations iweze kuingilia pamoja na chama cha M23